Naitwa Apostle Johannes John. Karibu kwenye Shining Star Heaven Embers. Na leo nataka nikukaribishe na nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Na leo tunaenda kuangalia ndoto 9 Mungu anakushangaa. Ndoto 9 Mungu anakushangaa. Unapoota ndoto hizi Mungu anakushangaa maamuzi uliyoyachukua kwenye maisha yako. Kusoma kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 mpaka 16, maandiko yanasema kwamba Mungu huongea na husema na sisi kupitia ndoto, kupitia maono, kupitia usingizi wajapo watu kitandani. Ndipo huyanena na kuyaweka masikioni kwetu mafundisho yetu. Ukiota ndoto hizi usipuuze. Ndoto ya kwanza, ukiota unaabudu sanamu au unatengeneza sanamu, hiyo ni ishara mbaya ya kukataliwa na Mungu, ya kuasi, lakini pia ya kuanza kupata madhara yawe ya kiafya, ya kiuchumi, ya kimahusiano, na mwisho wa mwisho kukuta unaanguka. Ndoto ya pili, ukiota unanaswa katika shimo. Kunaswa katika shimo ishara ya kukosa mwelekeo, ishara ya kupata vikwazo, ishara ya kuanza kuharibiwa biashara, uchumi, mafanikio na kitu chochote ambacho kingeweza kukufanikisha, yawe ni mahusiano pia. Ndoto ya tatu, unapoota umefichwa katika gereza. Ukiota umefichwa katika gereza ni ishara mbaya. Ukisoma Isaya 42:22, anawaambia watu hawa ni watu walioteswa, wamenaswa kwenye mashimo, wamewekwa kwenye gereza wala hakuna mtu aokoaye. Kwa hiyo unapoota umenaswa kwenye gereza, ina maana umefungiwa kwenye hatima yako, kwenye hatua za maisha yako, lakini pia hata kwenye mahusiano yako. Yaani ina maana chochote kile utakachokuwa unakifanya hakuna kitakachoweza kuleta matokeo. Lakini ndoto ya 4, ukiota unawindwa. Kuota unawindwa ni ishara ya adui kukufuatilia na kutaka kuharibu maisha yako. Kuona unawindwa, labda ni watu wanakufuatilia, ni ishara ya kuanza kuharibiwa, ni ishara ya kuanza kukosa amani, kukosa furaha, kukosa mafanikio. Lakini ndoto ya 5, unapoota umetekwa. Kuota umetekwa ni ishara mbaya ya adui kwamba anaenda kukuteketeza. Ni ishara ya wazi kwamba hautofika mbali, hautopiga hatua, na kila chochote utakachokigusa kwenye maisha yako ina maana kitaharibiwa. Ndoto ya 6, unaota upo kwenye mikono ya wanyang'anyi. Ukiota upo kwenye mikono ya wanyang'anyi, ina maana ni ishara ya wazi kwamba chochote kile ambacho kingeweza kuleta matokeo, ina maana kitaharibiwa. Mipango yote ya Mungu itaharibiwa. Chochote ambacho Mungu angekubariki nacho, ina maana adui anapanga kuiba. Anaiba hatima yako, anaiba mafanikio yako, anaiba maendeleo ya maisha yako, na anaanza kuharibu kila mipango yote ya Mungu kwenye maisha yako. Lakini ndoto ya 7, unapoota upo kwenye shambulio la vita, upo vitani, unapambana, ina maana ni ishara kwamba mambo yako yataanza kuharibika. Chochote kile ambacho kingeweza kuleta matokeo kitaanza kupata misukosuko. Sasa ukiona umefaulu na umeshinda kwenye vita, ina maana Mungu amekuinua na kukufanikisha. Unapoona umefeli kwenye vita au umekufa, ni ishara ya kupoteza, ishara ya kushindwa, ni ishara ya kuharibikiwa mambo yako ya msingi. 8, ukiota unawasha moto mkubwa au ukiota unadumbukia kwenye moto, ni ishara ya teketezwa, lakini pia ni ishara ya hasira ya Mungu juu ya maasi. Na maana ni ishara ya mtu ambaye unatenda dhambi. Ukifuatilia vizuri kwenye kitabu cha Mwanzo pale, Sodoma na Gomora ilitokea baada ya maasi ya watu wa Mungu. Lakini 9 na mwisho, ukiota unaungua au unateketea kwa moto, ni ishara ya kuharibika kwenye biashara, kazi, mtoto, mafanikio. Lakini pia angalia ni kitu gani kilichokuwa kinateketea moto. Je, ni biashara? Je, ni nguo? Je, ni mtoto wako? Ni gari lako? Ni kitu gani? Hiyo yote ni ishara ya kwanza kuharibiwa. Kusoma kitabu cha Isaya 42:25. Unapoota ndoto hizi usichukulie poa. Jua Mungu anataka uchukue hatua, uache dhambi, lakini pia anza kumwamini yeye na kutembea katika utukufu wake. Inawezekana umekuwa ni mtu ambaye kila wakati humwamini Mungu, humtegemei Mungu, husamehi, huishi maisha ya kumpendeza. Leo anza kubadilika na kupa uhakika maisha yako yatakuwa ya thamani. Lakini pia nataka nikukumbushe, usiache kutuma maombi 12, lakini pia usiache kututafuta. Tuna vitabu, lakini pia tuna ushauri
vitabu juu ya hatima yako, vitabu juu ya neno la Mungu, vitabu juu ya mafundisho ya kiroho, lakini pia na tafsiri za ndoto, lakini pia mafundisho juu ya mahusiano, ambapo pia utaweza kupata vitabu na ushauri, lakini pia na ushauri juu ya mafanikio na utajiri. Unapoamua kuchukua hatua leo, ukaamua kututafuta, mimi nakupa uhakika maisha yako hayatobaki kama yalivyokuwa. Naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching in Jesus' mighty name. Amen. Shalom.